Asante sana Mheshimiwa Isa Ali Mchungahela. Nilimtaja Mheshimiwa Dr. Tia Medad Mtada. Mheshimiwa Michael Mwita Kimbaki ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Na mimi nianze kwa kupongeza sana hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na nitaenda kwenye eneo hasa la vyuo vikuu, vyuo vya kati pamoja na viwanja vya michezo kwa sababu niko kwenye kamati ya elimu na utamaduni. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetembelea katika majengo ya vyuo vikuu, University of Dar es Salaam, ardhi pamoja na DIT. Niseme ukweli usiofichika kwamba kazi nzuri imefanyika katika vyuo hivyo. Hasa kwenye haya majengo mapya ya DIT. Tukienda pale waheshimiwa wabunge, kwanza ni kama sehemu ya utalii. Yale majengo yamejengwa kwa ustadi, na kinachofurahisha sana, ofisi ya Waziri Mkuu kila tulipokwenda walileta mwakilishi wa kuja kuona jinsi serikali inavyofanya kazi. Kwa kusema hivyo na maana kwamba ofisi ya Waziri Mkuu kumbe inafuatilia na kusimamia ujenzi katika vyuo vikuu. Lakini jingine ambalo lilionekana ni zuri, vijana wetu ambao wamesoma katika vyuo hivyo wengi wameajiriwa pale na ndio wanaosimamia ujenzi wa hayo majengo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tulipokwenda pale DIT, kuna kitu kipya kimeanzishwa pale. Wale wanakwenda kuzindua au kurusha satellite. Sasa satellite ni kitu kipya, na kwa nchi yetu hii ya Tanzania kuweza kurusha kitu kama hicho, kuna wale wa nchi nyingine zilizoendelea wataona kama kuna wivu fulani hivi. Sasa niombe ofisi ya Waziri Mkuu right from the beginning waanze kufuatilia ule mradi ili utakapokamilika na kuweza kurushwa 2026 usiwe na dosari. Hili jambo ni kubwa na ni jambo ambalo hatukutegemea, lakini kile chuo kinafanya ile kazi kikishirikiana na wadau mbalimbali, ikiwemo mambo ya ndani, Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Elimu yenyewe, lakini na Wajapani wako pale na UN organization moja iko pale. Kwa hiyo nitaka kusema kwamba ni vizuri serikali, ofisi ya Waziri Mkuu ijue kwamba kuna project kubwa pale, kwa hiyo waweke jicho katika mradi ule. Hata hivyo bado tulitembelea viwanja. Nasema katika ujenzi wa kiwanja bora ni kile kiwanja cha Arusha. Wale wamesimamia vizuri wizara hiyo ya michezo, lakini naamini hata kule kulikuwa na timu ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa hiyo niseme hii miradi mikubwa, ofisi ya Waziri Mkuu inapoweka jicho pale, kwa kweli ufanisi unaonekana. Nije kwenye habari ya mikopo, nipongeze sana ofisi ya Waziri Mkuu. Na hata tuliposema kwamba mikopo sasa hivi haitoshi, mmeongeza. Ni juzi tu nilipiga simu, tena nilipiga simu saa ambazo huwezi kupiga simu. Nilimpigia simu Waziri Mkuu kwamba kuna tatizo, watoto wanahitaji fedha, lakini alifanyia kazi usiku ule ule. Na asubuhi wakawekewa fedha watoto ili watulie wapate fedha yao ya accommodation pamoja na tuition fee. Hongera sana. Huo ndio ufuatiliaji tunaoutaka. Tatizo limesemwa, mkawajibika immediately. Mimi hapo nawapa pongezi nyingi. Lakini pamoja na hayo nisisahau hili jambo. Kuna jambo lile nimelizungumza leo ni mara ya 3. Kuhusu mafao ya wakuu wa vyuo vikuu. Mheshimiwa Lukuvi, unanisikia hapo. Hili jambo tumeliongea. Hao wakuu wa vyuo wamekaa wanasubiri, wanasema liko kwenye meza, liko kwenye meza. Niwaombe mkalichukua hapo kwenye meza, mulishike mkononi, mumalizie hilo swala la mafao ya vyuo vikuu. Juzi kuna mafao ya watu wale wa vyetu feki.
Mulilifanyia kazi haraka sana. Lakini hawa wahadhiri wa vyuo vikuu ambao ni maprofesa, wasimamizi wa vyuo, bado mpaka leo hivi ninavyoongea haijulikani nini kinaendelea. Pamoja na hayo, niunganishe na mafao ya wale waliofanya kazi na Mheshimiwa Lukuvi, wale wakuu wa wilaya ambao bado mpaka leo wanadai handshake. Wale ndio waliojenga shule zile jamani za kata. Walisimamia vizuri mno, Mheshimiwa Lukuvi nalifahamu hilo. Hebu sasa ije wakati tumalizane nao. Kama mlivyomalizana na wale watumishi wa vyeti feki, mliwalipa. Mheshimiwa Rais alikuwa na huruma akasema jamani wapeni. Na hawa hebu mkumbusheni, lakini nafikiri yeye ameshamaliza hilo. Nikuombe sana Mheshimiwa Lukuvi yuko hapo, mkawajibike kwenye hilo. Jambo jingine nataka kulizungumzia tena leo kwa mara ya 4 ni kuhusu teaching hospitals. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa wadau wanapokuja kutaka kutusaidia jambo lolote katika hospitali zetu, huwa wanauliza, hii hospitali ina mahusiano na university ipi? Wakijua hilo, basi kuna uwekezaji wataufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, Profesa Palanjo na wenzake waliandika proposal nzuri ya teaching hospital Mloganzira. Walivyoandika wakaomba na eneo, wakapata Mloganzira. Walivyolipata ile hospitali kaanza kuyatamani yale majengo. Wakaanza kuleta, mimi nafikiri hizo ni figisu, kwa sababu wale wameandika proposal ya hiyo Mloganzira, wameomba na kiwanja wamepata. Majengo yamekaa yametulia. Watu wakaenda kusema tena, wakamshauri waziri pale kengele ngapi, wakasema pale hapafai, wakaanza kuleta figisu. Wakapeleka watumishi pale Mloganzira ambao hawafanyi kazi vizuri. Mkurugenzi wa pale akawa nakosa ile NHIF. Kwa kufanya hivyo, uwajibikaji katika ile hospitali ukaonekana wahovyo. Nyinyi wabunge ni mashahidi. Mambo yalikuwa yaendi vizuri. Kwa hiyo ilikuwa kama sabotage. Lakini baadaye ikaundwa kamati na tume, Mheshimiwa Waziri Umi wakati wanafahamu. Wakaenda kuandika, wakakuta kumbe hakuna tatizo, ni watu tu wenye ubinafsi na waliokosa uzalendo. Niombe sasa ile ripoti ambayo iko kwenye meza ya katibu mkuu kiongozi, mkaiangalie muone ile Mloganzira irudi iwe ni teaching hospitals. Ikiwa ni teaching hospital, mimi nawaambieni, kwenye teaching hospital kule ndio kunapatikana wabunifu na unapatikana wale specialist. Leo hii Marekani ina teaching hospital 50. Nigeria wana teaching hospital. Zambia wana teaching hospital. Nairobi wana teaching hospital. Sisi hapa lazima tuwe na teaching hospital Mloganzira na Benjamin. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ushirikiano mzuri uko kati ya UDOM na Benjamin. Niwaambia sasa hivi wameletewa mradi wa figo pale Benjamin. Na waliwaletea baada ya kujua Benjamin ina ushirikiano mzuri na UDOM. Kwa hiyo nataka kusema kwamba ni lazima sasa tujipange, tuwe na teaching hospital zetu Benjamin ambayo inaonekana sasa hivi inafanya vizuri na ushirikiano mzuri. Wanafunzi wanatoka UDOM wanakwenda pale Benjamin. Lakini sio hilo tu. Wadau wote wa maendeleo wakiona hospitali na ushirikiano na university, ndio wanawekeza mradi. Hawa Japani walikataa mwanzoni. Wakasema kulikuwa hakuna uhusiano mzuri. Leo kuna uhusiano mzuri, wameenda kuwekeza pale. Kitu kinachoitwa mradi mkubwa kabisa kwa ajili ya figo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaliomba hili tusilichukulie mzaha sasa hivi. Tuliweke kabisa serious. Na kitu kingine, hivi nchi inakuwaje na national hospital moja? Nchi inaweza kuwa na national hospital 2 au 3. Mkiboresha Benjamin na kuruhusu miradi iende pale, tutakuwa angalau tuna national hospitals 2. Viongozi wote wa kitaifa leo hapa wakiugua, mimi si wa kitaifa. Viongozi wote wa kitaifa wakiugua leo,
Nyinyi wabunge mnakimbilia wapi? Benjamin. Lakini juzi wamekwenda ubalozi Marekani, wametembelea Benjamin, wakaona kumbe inafanya vizuri hivi. Kwa hiyo unaona hata wageni, mabalozi wataiamini Benjamin, kwa sababu hii ndio makao makuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe sana sana tusisitize au mkazane kuifanya ile iboreke zaidi, ili iwe na hadhi ya kuwa National Hospital, na wanafunzi wetu waweze kufanya kazi pale, tupate wabobezi. Tutakwenda India mpaka lini? Tutakwenda South Africa mpaka lini? Tunataka tukiugua tutibiwe kwenye nchi yetu, na kwa kufanya hivyo na ili tuweze kufika huko, Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tuwekeze kwenye hospitali zetu hizi mbili. Tena tuwekeze kwa kuruhusu wanafunzi wale wa Muhimbili University waende Mloganzila, na muangalie kwamba kuna mahusiano mazuri. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana Mwenyekiti. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Tea Medard Ntara.